Bwana meneja wa AS FAR aka AC FAR Rabat amemwaga maua yake na kumsifia Engineer Hersi Said kwa usajili bora ambao amekuwa akiufanya, hasa kwa huu usajili wa Claude Kalamugisha, kwa sababu AS FAR tayari walishakuwa na nia kubwa sana ya kutaka kumsajili Claude Kalamugisha, nyota wa kimataifa wa Burundi, lakini pia ni nyota wa timu ya Al Hilal Omdurman, ambaye kwa sasa anatarajiwa kujiunga na klabu ya soka ya mabingwa wa Tanzania NBC Premier League ambao ni Young Africans. Sasa utamsikia hapo video nimekuwekea mbele kidogo namna ambavyo alikuwa anazungumza kocha meneja wa timu ya AS FAR, ambapo katika moja ya vitu ambavyo wanaviamini kutoka katika usajili wa Young Africans, wanaamini Young Africans wana ubora mkubwa sana wa kutazama wachezaji wazuri ambao wanapatikana kwa gharama nafuu zaidi kuliko wachezaji ambao wamekuwa wao wakiwapata. Wanapata wachezaji kwa thamani kubwa sana, kwa bei kubwa sana, gharama kubwa sana, lakini unakuta performance zao ni tofauti na wachezaji ambao wamepatikana kwa gharama nafuu mno. So Claude Kalamugisha akiingia kinywani mwa meneja wa klabu ya AS FAR, na Claude Kalamugisha akionyesha kwamba yeye ni mchezaji expensive kwa sasa, kwa maana ya namna ambavyo anatajwa na vilabu vingi sana, huku yeye furaha yake akichagua kujiunga na klabu ya Wananchi. Nadhani hata Wananchi nao wanampenda sana Claude Kalamugisha, kiwango chake, ubora wake, lakini pia namna ambavyo amekuwa na nidhamu ya hali ya juu mno. Yes, watu wa Burundi bwana wana nidhamu sana. Ndio maana kama utakumbuka hata Saidon Nibazokiza akiwa katika klabu ya Simba aliwahi kuwa anachukua alikuwa akichukua tuzo za uungwana, zile tuzo za TFF ambazo zilikuwa zinatokea mara nyingi. Bwana Saidon Nibazokiza alikuwa akichukua tuzo za uungwana. Ndivyo ambavyo ipo kwa Claude Kalamugisha, ambaye ametikisa vichwa vya magazeti ya Tanzania na vichwa vya habari vya mitandao ya kijamii pia kwa kuhitajika na klabu ya soka Young Africans. Lakini pia sio vichwa vya habari tu vya Tanzania, hata vichwa vya habari magazeti ya huko Ulaya wamekuwa wakimuimba sana Claude Kalamugisha. Yes, sasa meneja wa klabu ya AS FAR amezungumza ubora sana, akimsifia Engineer Hersi Said, akisema kwamba Engineer Hersi Said ana vitu vingi sana ambavyo Afrika inapaswa kujifunza kwenye ulimwengu wa mpira. Hilo ni moja kati ya aliyoyasema. Sasa hapa utasikia mambo kadhaa ambayo aliyasema, huku akielezea kwamba ni kwa namna gani Engineer Hersi Said amekuwa akiwavutia watu wengi sana barani Ulaya na Afrika, kwa namna ambavyo amekuwa akisimamia vyema klabu yake, akitembea nayo vyema klabu yake. Amekuwa akiwa chachu ya wachezaji kujituma ndani ya uwanja, kwa sababu ukiachana na viongozi au makocha kwa kuangalia wachezaji wanavyoperform, basi na yeye amekuwa akichangia, kwa sababu mara nyingi amekuwa akiwa uwanjani. Na uzuri ni kwamba Engineer Hersi Said anaujua mpira. Kwa hiyo kama anaujua mpira, ni wazi kwamba anakuja uwanjani, anajua kabisa fulani anatakiwa acheze ile namba, ameflop, kocha anapaswa kufanya mbadala au anapaswa kufanya sabu ya fulani ili aweze kuwa bora zaidi. Ndio maana amekuwa hata akikaa ndani ya uwanja akiangalia, anajua kwamba msimu unaofuata ile nafasi anapaswa kukaa fulani, ile nafasi anatakiwa kuondoka fulani. Sasa meneja wa AS FAR anasema kwamba hii ni kitu ambayo tunaiwaza sana. Pangekuwa kuna uwezo wa kumsajili rais wa klabu, basi tungeshafanya hivyo, kwa sababu tayari huyu mtu anaonekana ana nguvu ya ushawishi, lakini pia akili ni kubwa sana ya kutengeneza brandi za wachezaji. Lakini pia usajili ambazo amekuwa akizifanya mara nyingi zimenyoka sana, zinakuwa ni za ubora, zinakuwa zina kiwango, zinakuwa zina perpetuate ile stability ya kikosi. Lakini pia uwezo mkubwa sana wa kufikiri wa huyu kijana ni wa hali ya juu mno. Hili swala la ufikiri wa Engineer Hersi Said ni watu wengi wameshalizungumza, hata rais wa FIFA Infantino ameshawahi kuzungumza kusema kwamba Engineer Hersi Said yuko bora sana kwenye thinking capacity, maana kwamba anatazama, lakini pia anajua kuinterpret na kuanalysis kitu bora ambacho kinatakiwa kiwepo. That's why you may investigate
forget that the capacity of Engineer Hersi is so high. So hii inawaumiza sana wapinzani wa Young Africans ambao ni Simba, kwa maana haina uongozi ambao Young Africans wapo nao. Unawatia mashaka na kuwaumiza. Kwa nini? Always them, kwamba muda wote wao they can't perform as Young Africans, yani hawawezi wakafanya vizuri kama ambavyo amekuwa akifanya Galacticos Young Africans. So hii inawapa maumivu sana. Kwa nini wanakuwa katika kiwango ambacho sio kizuri? Kwa nini wanakuwa wana kiwango ambacho hakistahimili ubora wao au maboresho yao? So hii inawafanya wapinzani wa Young Africans kuwa katika level au tension ambayo inakuwa ni mbovu sana, au performance yao inakuwa ni mbovu sana, kwa sababu kama wanakuwa na performance mbovu, ni wazi kwamba inawapelekea wao kushindwa kuyaona magep au mianya ya madhaifu yao ambayo wamekuwa nayo. So hii inakuwa nao pia ni tabu kidogo kwa wapinzani. Hii inakuwa ni tabu kidogo kwa wanaokuwa wanapambana na klabu kama Dar es Salaam Young Africans. So hii tuiache tu ikae hivyo, kwa sababu Young Africans wanajizatiti na wanajidhihirishia kwamba wao ni klabu kubwa, klabu ambayo inajua nini ambacho inakifanya katika wakati fulani na katika level fulani. So hii imeuzua taharuki. Ukiangalia katika klabu ya Wananchi kwa sasa iko vizuri sana. Unapata sajili kubwa, sajili zenye uwezo wa hali ya juu. Claude Kalamugisha unampata Claude Kalamugisha, hapo unampata mtaalamu kama vile Pako Mzuzwa, unampata Mpanzo Eli, unampata Mohamed Dumbia, unampata Mudathir Yahya Abbas. Pale chini unampata Duke Oga Abuya, unampata Maxim Pianzengeli, unampata Jigi Jara Screen Protractor. Yes, napenda kumuita na kwa msisitizo sana, bonge moja la kipa. Kwa hiyo hii inawapa mashaka sana. Why always Young Africans they fit on their signing? Kwa nini wenye usajili wao wanakuwa bora sana? Hii kumbe imeshavuka mipaka, iko to the maximum. Inawafanya wengine pia wawe wanashangaa na kushuhudia kwa nini Young Africans anakuwa bora katika engo ya usajili. Katika engo ya usajili Young Africans unamkuta yupo katika kiwango bora. Basi hii ni kwa sababu inawezekana aina ya usajili ambao Wananchi wanakuwa nao au uongozi ambao wanakuwa nao ndio ambao unawafanya wao wawe bora na wawe katika kiwango ambacho ni kizuri mno, kienye manufaa